Nilikuwa nataka kuambia Doreen ya kwamba wakati alikuwa naona anatembea kwao usiku, ilikuwa na uhusiano na mama yake. Ala. Ilikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mama yake. Sasa nzuri sana. Tunaona una siri unataka kutobolea wa Kenya. Dakika 3 unayo. Siri ni ya miaka ngapi? Ni ya miaka mingi sana. Miaka mingi ni miaka zaidi ya 5 ama miaka zaidi ya 10? Zaidi ya 10 na kitu. Na unataka kutobolea nani siri? Doreen ni nani kwako? Doreen alikuwa mpenzi wangu lakini tukaachana kitambo sana. Hiyo miaka 10 na kitu. Sawa, uko na dakika 3 tobolea watu siri. Unaona watobolee siri. Nilikuwa nataka kuambia Doreen ya kwamba wakati alikuwa naona anatembea kwao usiku, ilikuwa na uhusiano na mama yake. Ala. Ilikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mama yake. Sasa umeamua alafu baadaye wakati alimaliza shule yeye. Ngoja. Tukapatana town fulani, hata yeye akaingia box yangu. Ngoja kidogo kabla hii majigambo yako iende sana. Ni story ya ukweli. Unasema Doreen alikuwa anakuona kwao usiku. Nilikuwa na date mama yake. Kwani Doreen hizo siku alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 9-10 hapo. Alikuwa mtoto mdogo. Alikuwa mtoto mdogo by then. Na wewe ulikuwa mtu mzima? Nilikuwa nimemaliza form 4 tu that year. Na mama yake alikuwa na bwana, baba ya Doreen. Baba alikuwa, lakini alikuwa Nairobi, anafanya kazi Nairobi. Kwa hivyo mama alikuwa amebaki nyumbani na kutu tele. Alikuwa na kutu mingi sana, alikuwa amebaki nyumbani na bwana yake hakuwa na kamkamu. So ukaamua alikuwa anakawia sana kitambo arudi nyumbani. Ukaamua ukue baba ya Doreen. Mama mwenyewe ndiye alinitongoza kwanza. Okay. Mama, unaona kulikuwa na hii mambo ya urasho hivi. Tukakutana na yeye hapo. Akanishoa ni msindiki mpaka kwake. Okay. Sasa wakati tulifika kwake, akaniambia hakuna mahali wewe unaenda. Ala. Akanifungia kwa nyumba. Mama Doreen akanifungia kwa nyumba. Sasa watoto walikuwa wadogo, walikuwa kwa rumu yao. Akanifungia kwa rumu yake. Sasa na mimi nilikuwa kijana barubaru, nikaamua kaende. Na kakaenda kakatamba. Kakatamba. Kutoka hapo sasa tukakuwa marafiki. Sasa hii uhusiano na mama Doreen uliendelea na miaka ngapi? Miaka 2. Alafu ukaachana nayo. Wakati karibu mama yangu ajue, kwa sababu kuna siku alitupata kwa barabara tumesimama na huyo mama. Sasa wakati alienda akaniuliza mnaongea nini na huyo mama. Sasa akili ikarudi, sasa nikaona ni kama nafanya makosa. Mama yako alikunasa? Alinipata na huyo mama tukiongea kwa barabara. Na huyo mama Doreen amebeba, ako sawa, ni mama amejiweka vizuri. Alikuwa sawa by then, alikuwa amebeba, tena alikuwa mrembo. Kwa hivyo huyo mzee hata kama ako Nairobi alikuwa anatunza bibi yake sawa. Alikuwa anamtumia pesa kama pesa, kwa sababu hata alikuwa ananisambazia kiasi. Ala, ulikuwa unalishwa kwa vizuri? Alikuwa ananisambazia kiasi. Haya, sasa tumemalizana na mama Doreen. Doreen naye mlianzana naye lini? Doreen naye tulikutana kama ashakuwa mkubwa. Hii ni juzi? Hiyo ilikuwa 2002. Doreen mlikutana naye? Mimi mzee bana. Mimi ni mzee, sio kijana. Ni sawa, mimi nauliza Doreen kwani sasa yako na miaka ngapi? Doreen sasa yako karibu 30. Doreen ako 30? Sasa yako karibu 30. Kwani hizo siku alikuwa na miaka 9. Kwa hivyo unasema hii siri ya miaka 20 uko nayo? Haki ni kama, kwa sababu nilimaliza shule 1990. Na huyo mama tulikuwa tunadate 1991. Okay. Ndio kama Doreen alikuwa na miaka 10, sasa hivi yako na karibu 30 something. So Doreen naye mlianza kudate akashamaliza shule? Tulipatana akashamaliza akitaka job. Akitafuta job alafu tukakutana, akaniambia mbona nimekawia sana bila kukuona kwetu, mbona siku hizi utembei kwetu. Story nzuri kaanza hivyo tu, nikapata shago pia. Kwani Doreen alikuwa anajua ni nini unafanya na mama yake hizo siku? Bana, alikuwa mdogo sana. Kwanza nilikuwa natembea huko kama washalala. Na mbona kwani ndo umesema alikuwa anakuonaona, kwani alikuwa analala akikuona? No, unaona? Nilikuwa naenda usiku, alafu nikipata wakikaa saa ile wanakula wao wanalala.
ananiacha hapo na mama yake. Wanashibishwa walale ndio wewe ubaki na mama. Wanalala na baki na mama yao. Na sasa huyu Doreen naye mlikuwa wakanizoea, sasa kutoka hapo wakanizoea, wakaona tu ni kama kawaida na watembelea tu. Na sasa wewe uhusiano na mama na Doreen mlikuwa nayo na miaka ngapi? Hiyo haikukaa sana. Ya Doreen. Kwa sababu Doreen alikuwa anahitaji sana. Na mimi sikuwa na pesa ya kumulisha. Kwa hiyo ilitaki kitu kama 1 year hivi na tukaachana. Doreen alipata wewe hauna pesa ya kummudu. Sikuwa naweza kumumudu. Kwa sababu ushazoea kuwekwa na wamama. Sasa hata hujui kuweka msichana. Unawekwa tu na wamama. Alikuwa anahitaji sana, sikuwa na pesa ya kumweka. Wewe unaweza wekwa. Mamake ndiye alikuwa ananiprovide by then. Ndio tunasema. Hadi tulikuwa na yeye. Yaani wewe uko na usumbufu fulani. Yaani unaweza wekwa na wamama lakini huwezi weka wasichana. Sasa pesa ningetoa wapi ya kulisha Doreen? Sikuwa na job by then. Kutoka 1991 kutoka umalize shule mpaka siku ile Doreen mlikuwa. Sasa ilikuwa ni kibarua bana. Zinajua job kusaka ilikuwa noma. Wewe ni kama ulilaaniwa. Na nani? Na mama yako vile alikupata na mama ya Doreen. Kwa sababu hapana, ziniliacha. Kutoka hiyo siku mpaka saa hii ni vibarua tu unapatanga mpaka saa hii. Saa hii niko sawa. Na mbona hukuoa Doreen? Hapana, alikuwa anahitaji sana tena, alikuwa mkora hivi. Sasa hii umeoa? Bibi yako ako sawa? Ako sawa, namweka vizuri. Itajihitaji. Si wa kuhitaji. Sasa hii niko responsible kwa sababu niko na job na niko na watoto. Safi. Sasa ile kitu iko unatobolea Doreen siri, si ndio? Haya, mtobolee. Nilikuwa na manataka kuambia Doreen mahali huko. Ujue ile masiku ulikuwa unaniona kwenu, nilikuwa na uhusiano na mama yako. Kwa kimapenzi tulikuwa tunatembea na yeye usiku kama mshalala. Hiyo tu. Haya, hiyo tu ndio Doreen atapata. Asante sana kwa kutobolea wa Kenya siri. Na hiyo na mama yako utaki kumtobolea siri, umwambie hiyo uhusiano. Hapana. Awe. Sawa. Cheki nani kuulize? Sawa. Ukilinganisha bibi yako Doreen, ukilinganisha Doreen na mama yake. Ni nani unaona mwenye alikupa mapenzi kisawasawa? Unajua shida ya Doreen? Tutaki kujua shida yake. Tunataka kujua nani, ama juu ulikuwa unalishwa na mama yake, sasa unaona mama yake ndiye alikuwa ako sawa, Doreen ako na shida. Kati ya Doreen na mama ameko sawa. Nishasema. Asante sana kwa siri yako. Wa Kenya wameamua, wacha tusikie maoni yao. Sawa. Yes, ndio kumoya mtama kuku wakiwa wengi. Kuku na kifaranga wake. Leo wakuli mtama. Mtama uliliwa. Unaweza kuwa kama huyo jamaa. Huwezi kula bata na mayai yake. Mbona? Kula bata na mayai yake. Kakazema we, mbona we? Kaka braza we wasireki. Haya, safi, siri mmesikia. Tupate zombo kidogo, maoni yako kuhusu siri ya leo ni ipi?